Bwana, wanasema ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Sijui Firauni alifanya kitu gani zaidi mpaka wakasema ya kwamba tukistaajabu ya Musa tutayaona ya Firauni. Walikuwa wanamaanisha Farao yule wa Misri. Tuachane na mambo hayo. Leo niko na mtumishi wa Mungu, Askofu Josephat Gwajima, ambaye siku chache zilizopita alizungumza masuala mengi mno yanayohusu habari za taifa la Tanzania. Sasa kutokana na kile alichokuwa amezungumza, wabunge wenzake waliingilia kati na kudai ya kwamba Askofu Josephat Gwajima, kwa sababu amevuka mipaka kama alivyovuka Reuben, yule mtoto wa Yakobo, katika kile kitabu cha Mwanzo anaposema Yakobo ya kwamba wewe ni Reuben mwanangu wa kwanza, umeruka mpaka kama maji, umeenda kukilalia kitanda cha baba yako, nawe ukalala na mama yako. Sasa hakika utatawaliwa na ndugu zako. Ndivyo ambavyo wabunge wa CCM waliona ya kwamba Askofu Josephat Gwajima amevuka mpaka kama maji yanavyovukaga mpaka wake. Wakamshambulia wakina Jemulo, wakina Msukuma, wabunge wa Zanzibar, wale wa mama walimshambulia vikali na kusema ya kwamba alitakiwa yale mambo aweze kuyazungumza katika bunge kwa sababu yeye ni mbunge. Sasa cha ajabu hii leo ni kwamba aliitwa kwenye conference, na alichokizungumza, baada ya kuzungumza akaanza kupiga maombi. Alimwomba Mungu karibia nusu saa, ndio kitu ambacho kimewashangaza watu wengi sana. Lakini wakati anaomba kuna vitu ambavyo vilitokea, kama mimi kulipuka mapepo, kitu ambacho kiliwaacha watu hoi. Mtangazaji, mwanahabari mkubwa Dr. Nilan nalipukaje mapepo katika conference hiyo ambayo Josephat Gwajima alikuwa akizungumza. Nimekuletea video ikimuonesha Mheshimiwa Wasira akizungumza na kuyarudia yale maneno ambayo yalitamkwa na Mheshimiwa Josephat Gwajima. Wengine wananiita Buffini craze, kichwa akili mbili. Kama ni mara yako ya kwanza, ningekusii tu bonyeze alama ya subscribe kisha utani on notification, kwa sababu channel hii ni ya burudani, kusisimua, kukuchekesha, ili tu usiweze kununa. Mambo ni mengi, maisha ni magumu, vitu vimepanda bei, lakini mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Ningekusihi tu kuwa wewe una haki ya kumchagua kiongozi yule unayemtaka. Hivyo ndugu yangu, kupiga kula ni haki yako, wala usiache hiyo haki iweze kupotea kizembe. Nataka tu nikwambie ya kwamba unapoacha mambo ya siasa yajiendeshe yenyewe, nataka tu nikwambie hali mbaya itakuwa katika maisha yako, hali mbaya itakuwa kwa watoto wako. Kwa hiyo ndo maana serikali iliweka mpango madhubuti ya kwamba unatakiwa upige kula, umchague kiongozi ambaye unahisi wewe atafaa. Hii ni Koni Online TV, nyumba simulizi. Watch your dreams.